I salute you in the name of our Redeemer Jesus Christ. Nimeokoka, Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Naenda mbinguni. Baba, katika jina la Yesu, pokea sifa, pokea utukufu, pokea shukrani. Wewe ambaye ulikufa msalabani kwa sababu ya dhambi zangu, ninatumbu yote ambayo ninayajua. Nisamehe tu mwana wa Mungu. Nihurumie. Nipe mapenzi yako na unene kupitia mimi. Jina lako Kristo litukuzwe, hakuna mwingine kama wewe. Pokea sifa mwana wa Mungu. Yehova nakushukuru. Thank you Holy Spirit for being with me always. I thank you. Sema Mwenyezi Mungu kupitia mimi, na bado nitazidi kukusifu na kukutukuza. Baba, I cover each and everyone ambaye anasikia hii sauti na damu yako Yesu Kristo. Ninawafunika na uwezo wa jina lako. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea shukrani. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. My brother, my sister, this is another day. Mwenyezi Mungu ameniwezesha kusimama mbele yako. Ninao mawili matatu Mwenyezi Mungu ameninenea. Na ningelipenda kwanza tusome hii ni kitabu ya Isaia 59 that it says, the prophet condemns people's sin. Now, Isaia 59 line ya kwanza. Don't think that the Lord is too weak to save you or too deaf to hear your cry for help. It is because of your sin that he doesn't hear you. It is your sin that separate you from God when you try to call to worship him. It is your sin that separates you from God when you try to worship him. You are guilty of lying, violence, and murder. You go to court, but you have got justice on your side. You depend on lies to win your case. You carry out your plan to hurt others. The evil plots you make are as deadly as the eggs of a poisonous snake. Crush an egg, out come a snake, but your plot will do you no good. They are as useless as clothing made of cobweb. You are always planning something evil, and you can hardly wait to do it. You never hesitate to murder innocent people. You live in ruin and destruction. Wherever you go, and no one is safe. Wherever you go, no one is safe. When you are about, everything you do is injustice. You fall a crooked path, and no one who will walk that path will ever be safe. Well, Isaia 59 mstari kuanzia 1 soma hivyo mpaka 8, na nikupe ujumbe huu. Kristo alipokuwa ananituma akaniongelesha asubuhi, na mahali alikuwa ananiongelesha tukiwa tu tumesimama na yeye, kulikuwa ni kwa barabara tu ya mchanga. Pande hii kulikuwa na nyasi, pande mwingine the same,
na kulikuwa na kichaka. Nao Kristo alipo nikaribia aninene, akaniambia, do you know, watu wengi ambao wako hapa duniani wako na spirit ya ufu. Watu wengi wako na hiyo spirit ya ufu. Kwa Kikuyu tunaitaga abwe, if I'm not wrong. And akaniambia na hiyo group ingine naye kubwa ni ya watu ambao wako si watu wa kawaida. Wao spirit zao ni dog, ni saubwa. Sasa Kristo akanielezea a big number of people, they have that spirit of an wolf. And na akaniambia another big number of people wako na hiyo spirit of dog in themselves. Sasa mahali tulikuwa tumesimama aliponipea hiyo ujumbe, kukakuja wolf ambayo ni kubwa. Ikakuja ikiwa imekimbia na ilikuwa inaruka kwa manyazi hivi juu. Ilikuwa manyazi ziko juu, ilikuwa inaruka kwa hizi manyazi juu. Ilikuwa inasikia sauti yetu, lakini ikiruka juu inatuona. Na ilikaribia mahali tulikuwa, ikiwa tu kama mita 10 hivi. Ikasimama ikiwa imeinua mguu mmoja ya mbele, ikawa inatuangalia, ikiwa imetega masikio yote kwetu tukiongea. Nikataka kujua kutoka kwa Kristo, kwa nini analiganisha mwanadamu ambaye alimuumba na ufu. Ni kwa nini unalinganisha watu wengi wako na, unasema watu wengi wako na hiyo spirit ya umbwa, dog? Bila kuniongelesha akanirudisha, akafreeze. In fact alirudisha mawazo yangu kwa Biblia. Na kuna hii sentence ambayo wakati moja Kristo akawa na shida na watu fulani, na wakawa alikuwa ametumana kwake with a certain message ambayo haikuwa mzuri. Yesu alipoletewa hii message, akaelezea wenye kuleta message, enendeni muambie hao maufu di mwere boishio. I think boy na ufu, I think ni mnyama moja. Enendeni muambie hao maufu, niko hapa mpaka siku 3. Ate di mwere boishio de woko matuku 3, tire mwe na tigere matuku 3. So Yesu akarudia akawaambia, enende ni muambie hao wolves, ama hao, nimetumia jina ya Kikuyu, niko hapa siku 3. Alafu kisha, hiyo ni message ya wolf. Wakati moja kuna mtu alikuja kwa Yesu, akawa kuna request alikuwa na make kwa Yesu concerning something ambayo alikuwa anataka kwa Kristo. Sasa alimuomba, naye Kristo akamuelezea, inawezekanaje nipatie chakula ya watoto nishukue nipee ubwa? Hiyo ni Kiswahili ile ninatumia sasa, ni maandiko. Naelezaga juu hampendi kusoma, mwende mkagugu.
hiyo ya akasema niko hapa mpaka siku 3. Leo, kesho na siku 3 nitakuwa within. Hiyo ni majibu Yesu alijibu wale ambao walikuwa wamemletea huu ujumbe, endeni muambie. Na kisha hii sehemu nyingine akiwa ameomba kitu fulani na mtu, ilikuwa inahusu watu wawili ama tuseme watoto. Naye Kristo akauliza huyu, inawezekanaje ushukue chakula ya mtoto upatie ubwa? Naye yule akamuelezea, hata kama hata ubwa huwa inakula ile chakula ambayo imemwagika kutoka kwa mesa. Hiyo ni conversation ilikuwa between someone na Yesu, na ile ni conversation ya kati ya watu fulani walikuwa ni kama walikuwa wamempeletea ujumbe naye akawarudishia. Sasa Kristo akanionyesha, na hapa ndio swali sasa akaigiza swali in my brain. Sasa juu yeye ndiye mwenye kuumba na mwenye yote. Hawa watu ambao waliwaita na hawa watoto ambao hawa wawili walikuwa wamekuja kuombewa, Kristo akawaita, how can I dare nipatie umbwa chakula ya watoto? Na ezaji chukua chakula ya watoto nipatie umbwa? Sasa hili jambo katika maandiko halijakuwa elaborated maana yake ama nini. Sasa Kristo akanielezea concerning that issue. Hawa ambao walikuwa naita ni watu walikuwa na hiyo spirit, na mpaka wale wako. Sasa ikitokea tu mahali huko, is not cunning na haichokosi, lakini ni mnyama ambao hauna common sense, haina ile ati hii kufanya ni dhambi. So someone who has a spirit of a in kwake anakuaga mtu ambaye hana dhamira. So wakati anaanza kutenda matendo ama wakati anafanya jambo, analifanya bila kufikiria, maana hana dhamira, hana hiyo sense ya kujua hii ni dhambi. Sasa Kristo akanionyesha, tangu dunia ilipoumbwa kuna watu wanakuaga na spirit za na tangu dunia ilipoumbwa kuna watu wako na spirit ya dog. Na hao mambo mawili ni Yesu Kristo aliyatumia, na ni vigumu sana mwanadamu kama mimi ama wewe kumuita mtu mwingine ubwa ama kumuita Tunakuwa na hiyo uoga juu tunaogopa Mungu. Lakini yeye Kristo ndiye alitoa hii maneno kwa mdomo wake. Sasa akanielezea, a great and a big number wako na hizi spirit mbili. Na mtu ambaye ako na spirit ya one among these hakuagi na second thought. A dog, you can train a dog. Na train kufanya mambo yote kwa nyumba. Na train, in fact wengine wana train maumbwa inakuwa kama mabwana. Lakini ubwa haina hiyo sensi ya kujua hii ni dhambi. Haina. Ni cunning. Na ujue ni kitu safi. Ndio mnyama among wale wanakuaga in the forest wasafi sana, pamoja na ubwa. Juu ubwa hata ikisikia inakuliwa na kiroboto huwa inatoa na meno. The same. But inakuaga very interesting, maana ikitokea mahali ipate mtu ama ipate jambo ama mtu akiongea, sometimes ina take time ya kuangalia bila kuangalia mahali pengine, inaangalia tu hapo na inaweza kaa hapo kama dakika kadhaa, alafu ikiondoka kidogo. Go kwa mitandao yako Google characteristics za Sasa Kristo akaniambia watu wengi wako na spirit ya in themselves, na watu wengi wako na hiyo spirit of dog in themselves. Na diposa unaona Kristo wakati anasema nishukueje chakula ya watoto nipee umbwa. Now Kristo ndiye alitoa hii maneno. Ubwa juu alikuwa ni watoto ama ni watu, alikuwa anaita namna hiyo. Maumbwa siku ya leo ni akina nani?
Maufu siku ya leo ni akina nani? Tuko na makina ufu na tuko na makina dogi in our society. These two spirits hasisikuagi na ina conscious, na kama iko na ina conscious haina hukumu, maana haitasimama mbele ya Mwenyezi Mungu ihukumiwe. Hata mpatie umbwa heshima kushida mwanaume ama mwanadamu, dog haitahukumiwa na Mwenyezi Mungu, maana haina ile judgment in the system yake. The same thing na wolf. Sasa Kristo akanielezea, jihadharini sana na maufu, nyinyi ambayo mnataka kuingia katika ufalme wa mbinguni. Maana wolf itafanya dhambi leo, na ukiifanyia makosa, in case ushike wolf, uigonge vizuri na uikate mahali iwe na alama ya kidonda, maisha yake yote haitasahau. Ukate umbwa. Kuna wakati moja nilishika umbwa yangu, nikaitoa hizo begu za siri, za sehemu begu ya kiume yake, nilifunga mpaka zikakatika. Sasa hii umbwa nilikuwa ninaifanya namna hiyo ili isipende kusumbua maumbwa ingine, ni ile ikiwa mzuri. Lakini tangu nilipoifanyia hiyo kitu, hiyo ni ushago, haikuniruhusu niigojee maishani, haikuruhusu niiguze na mikono yangu maishani yote. Wakati ilikaa kwetu nyumbani, ilikuwa inaniona, hata ninaipea chakula na inakuja karibu na mimi, na mimi ndiye nilikuwa nimeileta nyumbani. Lakini wakati niliifanyia hii kitendo, haingeweza niifikie hivi niiguze ama niidanganye ikuje karibu na mimi, maana hiyo ni kitu iko kwa akili yake, niliifanyia bofu, haiwezi sahau. Hadi hiyo umbwa ilinunuliwa na msungu kwetu, na ilienda ikiwa bado tu inaniogopa. For example, kama hiyo umbwa iko siku ya leo, hata leo nikienda niipate, itanikumbuka na haitanikaribia. Wolf naye ni the same. Ikikunusa tu ama uipate kwa forest, uigonge ama uifanyie kitu fulani alafu uiashirie iende, hata imalize miaka gapi, ikuje kupatana na wewe na ikuone, isikie tu harufu, itajua huyu ni mtu fulani na haitakukaribia. Watu wengi wako na maroho ya aina hiyo. Mumeokoka ndio, lakini maroho ya wolf iko ndani yenu. Kitu ingine, kuna huyu mama ameniambia, kuna mhubiri fulani huwa anakuja kwake, mwanaume, na ako na kanisa kubwa sana Thika Road. Akikuja anakujaga, anamwasha ije, anawasha watoto wake hapo ije, anaingia kwa nyumba, anasema nataka kuomba na wewe. Anaendaka mpaka kwa kitanda na huyo mama. Na huyo mama ako na bwana lakini haishi Kenya. Sasa huyu mzee alipojua mzee ameenda, pastor alijua mzee ameenda, anakujaga kwa hiyo nyumba. Kufanya usharati kwa huyo mhubiri si kitu. Huyo ni mtu ambaye ako na spirit ya dog and wolf kwake. Maana see this, the moment ubwa dume ikipata ubwa mama kike, iko na haja yake, inataka, iko na ile wakati ili ipate mimba, dog itafatalize mama. Haina hiyo sense. Wolf the same. Try and Google characteristic za hizo wanyama wawili. Sasa Kristo akawa ananiambia, kuna watu wameokoka na wengine ni maufu, na kuna watu wengine ambao hata hawajaokoka lakini wanafaa kuwa na that umutu ndani yake. Unajua umutu ndio ile kitu ilitoka ndani ya Mwenyezi Mungu wakati alikupulizia hivi. Huo umungu ambao uliingia ndani yako, ndio tunaitaga utu. Sasa mtu ambaye atalipu mtoto hana utu ndani yake. Mtu ambaye atafanya dhambi mara ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne, hana utu ndani yake, hana na umungu ndani yake. Now haikuagi na umungu. Juu umungu unaleta judgment ndani ya mtu, ama unaleta kujua kubaya na mzuri. So na diposa Kristo akakuja na akawa amewezesha wale ambao wataokoka kuingia kwa ufalme wa mbinguni bila kungangana, juu ni kuamini tu.
Sasa Mkristo aliye na roho ya uovu haogopi dhambi, lakini uovu ni mnyama very calm. Ukiipea chakula vizuri tu, hata ikiwa ni ya forest, itakukaribia na uanze kuipapasa, inakuwa sawa, haina shida na wewe. Lakini hata uifanye nini, haina hiyo judgment ama hukumu ndani yake. So haina umungu, haina that issue ama that spirit ambayo inasababisha mwanadamu haya tofauti na mnyama. Sasa Kristo akaniambia watu wengi duniani wako na hiyo spirit, na kuna wengine wako na hiyo spirit ya dog. Sasa Kristo akawa ananionyesha mtu ambaye ako na spirit ya uovu, alafu aokoke akose kufanya kazi katika hiyo spirit ya uovu iliyoko ndani yake iishe, na ameokoka, ni rahisi kuingia mbinguni? Si hoai. Uovu ikipata mama, uovu ikipata kike na ni dume, na hiyo kike ni mama, itazaa na hiyo. Lakini mwanadamu amekatazwa. Lakini kuna watu wengine ambao wanasema mpaka wameokoka, hawaogopi kwenda mpaka na watoto wao. Unaona mtu anaweza shika mtoto, unaingia kwa madhabahu, unapata huyu ni mhubiri, anasadusi wanawake kanisani. Siku hizi wamesidi, kuna hiyo mpaka tunasema kuna gay, kuna lesbian. Hii ni mambo ambayo sasa siku hizi imefika kwa hii. Unajua Afrika, sijui kama tunaitaga third world ama tunaita fourth. I think ni third world. Sasa third world umetuingilia. Lakini ile kitu ishko tunaitwa third world, na hiyo third world unaelekea ukiishia. Na kuwa third world, tulikuwa tunawekwa katika kategori ya third world, maana hatukuwa tuna information, hatuelewi vizuri. Lakini saa hii tunaenda technology, mambo yote watu wanaenda wakiwa wamerefuka. Sasa sijui sasa tunafaa kujiita urban third world. Dhambi imeingia kwa watu wengi, mpaka wengi ambao wanasema wanajua Mungu. Sasa brethren, hebu jipime kama wewe uko na spirit ya wolf ama spirit ya dog. Nikiingia kwa hiyo maandiko ambao Kristo alisema, enendeni mwambie hizo hao ma fox, fox ama wolf, I'm here for 3 days. Shakura ya mtoto upande mwingine haifai kupewa umbwa. Yesu Kristo ndiye alikuwa anaona spirit za hiyo watu, na ndiye alikuwa anaona spirit za wale alikuwa anatumana kwa hao akawaita wolf. And they are there until today. Sasa ni nani alimsulubisha Yesu? Si ni wale watu tu wako na wolf spirit. Wale watu walimsulubisha Yesu, si ni wale wako na dog spirit. They don't haogopi. Now hii ni maandiko nimekusomea, na watu wako na wolf spirit, wako na hizo karakta zote. Umeona katika maandiko haya nimesoma ya Isaiah 59, wako na hiyo. Watu ambao wako na spirit ya dog wako na hiyo. Maana dogi ukiweka nyama ije na ni ya kukula, alafu iweke hapo na uwe umefundisha hiyo umbwa Kiingereza mpaka Kiswahili mpaka Kikuyu inajua, na uiambie nataka uniangalilie hii nyama mpaka asubuhi na usikule, there is no way umbwa itakosa kukula hiyo. Itakula hata ukiwa iko na nidhamu ya hali ya juu namna gani. The same move. Sasa nilishangaa wakati Kristo ananionyesha hili jambo la uovu. Maana I think 5 out of 10 wanakuaga na hizo spirit za uovu, wengine wako na spirit za dog.
Sasa niliuliza Yesu, maana hii unataka niongee ni nini? Akaniambia juu kuna watu ambao walizaliwa na maishani mwao hakuna wakati wataingia, hata hawezi. Hakuna wakati watamheshimu hata mjua Mungu. Hakuna hata ukiwahubiria, uweke speaker zikae hapo kwa milango yao kila siku unahubiri, hawatatii na hawatasikia. Hawatamheshimu Mungu. Hawataishi maisha matakatifu, hawataasha dhambi. Na ndio wengi tunachagua. Hata ukienda makanisani, wengi ambao wanachaguliwa ni wale wako na maspiriti za wolf na spiriti za dogi. Na unajua dogi ukiitrain vizuri mpaka ikiingia kwa kanisa inakalia kiti tu vizuri na inasikia ikiwa comfortable. In fact, ubwa hata haiwezi ikakumia tu ovyo ovyo mahali mko. Inatafuta mahali huwa inakumia. Ukionyesha kwenda show inaenda. Kristo akaniambia, alipokuwa ananena hiyo maneno, alikuwa anayanena maana angelipenda watu wajue kuna hizo spiriti ziko na watu. Na hii ni ngumu kutoka. Sasa nikamuuliza, nikataka kujua, what can someone do ili spirit ya wolf ama spirit ya dogi imtoke? Akaniambia, commitment. Unaona, maandiko kuna mahali Mungu alisema kuhusu Daudi, akasema, I have seen a man after my own heart. The zeal iliyokuwa ndani ya Daudi ndio ilikuwa inampendeza Mwenyezi Mungu. Watu wawili wakatumwa na Mwenyezi Mungu, ama wakatumwa. Mmoja akasema nitaenda, na yule mwingine akasema hapana, mimi siwezi pata nafasi, sitaenda. Finally yule ambaye alisema hataweza, dakika ya mwisho alienda. Lakini yule ambaye alisema ataenda hakuenda. Kati ya hawa watu wawili ni nani faithful? Hata wewe niambie. Spirit of wolf ni rahisi sana kuitambua ikiwa ndani yako. Maana most of the time mambo ambayo ni mabaya ndio tunasifu. Unapata mtu ni mwizi na watu ndio wanamuita, huyu mwanaume anakuanga na pesa, na ni mwizi tu. Anyway, which spirit is in you? Are you a wolf or you have a spirit of a dog? Now, tukuje hii sehemu nyingine sasa. Na Kristo akasema, nawezaje chukua chakula ya watoto nipatie ubwa? Kuna watu wako na spirit ya watoto mbele ya Kristo, mbele ya Mungu. Na neno la Mungu likasema, akaulizwa na Kristo. Kristo akalinena, sio akaulizwa. Kristo akalinena akasema, atakayetaka kuingia mbinguni lazima awe na roho kama ya mtoto. So spirit ya mtoto nafikiri unaiona. Unaona, tunakaa, for example, niwe tunakaa hii nyumba na jirani yangu ambaye tunakaa na yeye baba na mama hatuelewani. Lakini wakati watoto wanatoka nje kucheza, they are all together. Hawashagui. Mimi nasikiaga kijana wangu anakujaga hapa akitoka shule, ananiambia kuna brother yangu mmoja ambaye tunasikizana sana. Akiulizwa huyo brother anaitwa nani, anasema jina imeanzia na U. That good spirit. Watoto hawana mambo mengi. Ndiposa Kristo akasema, na watakaoingia wawe na roho kama ya watoto. Na hiyo spirit ndio Yesu alisema hapa, how do I dare nishukue chakula ya watoto nipee ubwa? Unafaa kuwa na spirit ya mtoto. Alafu nikuonyeshe kitu kingine. Wale watu ambao walikuwa wanatumwa na Kristo waende wakaambia hawa, edeni muambie hizo maufu ama hiyo mafox, niko hapa mpaka siku 3. Unajua Yesu Kristo haku address
wale ambao walikuwa wametumwa na spiriti zao. Aliwatuma. Walikuwa nani? Ni watu ambao hawajulikani, wako hapo katikati. Maana hapa hali ya chakula kuna ya watoto na ubwa, zilikuwa ni watu mara mbili. Lakini wale ambao walikuwa wamekuja kwa Yesu kuleta ujumbe ili aeleze, enendeni mwambie hao maufu. Na jina ya Kikuyu, die mwire boishio. Yule hapo na translation mzuri. Ni sawa nisaidia hapo. Bwe, sijui ndio wolf ama ndio fox. One of them. But all together, it is scripture. Hawa ambao walikuja wakalete huu ujumbe na wakaenda. Yesu Kristo hakuwa address. Na Yesu Kristo hakusema na wao one on one concerning them. Lakini aliwatuma. Hao ni akina nani? Juu alikuwa ameleta ujumbe na wakatumwa na ujumbe mwingine. Hao ni akina nani duniani? Well, think about that. Na wewe ujiangalie uko katika category gani. Sasa ukijua wewe uko na spirit ya wolf ama ya dog, ile kitu unafaa kwanza kujua. Unajua Biblia huwa inasema tusikiri dhambi zetu mbele ya Mwenyezi Mungu ili atusamehe. The reason for you to say, Mwenyezi Mungu, mimi napenda pesa sana. Mwenyezi Mungu, mimi napenda anasa sana. Kuna mahali nilipokuwa na shoot video hiyo iliisha. Kulikuwa jamaa huyu ulikuwa unasikia nikisema anataka kupita nyuma yangu. Nilipomaliza kuhubiri akakuja karibu na mimi akaniambia, "Pastor, mimi niko na roho kama hiyo umeongea hapo na nimeshindwa kuimaliza." Nikamuuliza, gani? Hiyo ya usharati. Sasa nikamwangalia in the spirit. Na alikuwa na maharama hapa, ni kama mtu alikuwa amepimwa mahali. Nikamshika mkono nikamuombea na nikaomba Mwenyezi Mungu amkumbuke huyu kijana. Maana nilipomuuliza habari ya kuokoka akaniambia nimuombee ili hiyo njia ianze kueleweka katika maisha yake. Tuliomba na nikamwambia atafute kanisa karibu na mahali anaishi, haya anaenda. Decision ya kufanya kitu ama ya wokovu ama ya kuokoka inakuaga ni hatua. Na wewe kujua karakta zako. Kuna mtu nilisikia akiongea mahali tukiwa anasema akienda lodging. Unajua ukiingia lodging mpea tu zile vitu kule lodging, yeye huwa anachukua kitu ile anaona ni ya muhimu anaweka kwa bag. Na juu huwa mnaweka namba zenu za simu pale. Maybe sasa ameenda na mwanamke na mzee ameenda na mwanamke. Wanaingia kwa lodging. Na maybe ni bibi. Na juu mmeandika tu namba ya mtu mmoja. Saa kutoka asubuhi mama anachukua ile towel anaiweka kwa bag na anatoka nayo, maana haiangaliwi. Sasa akawa anasema, kwangu kuna towels hizi za kujipanguza za mahoteli tofauti za rofa nini. Sasa nilipoangalia huyo mama akiongea na ni mtu mzima wa fadhati, nikamuonea huruma. Na hiyo sijui kama ni wizi ama ni ujinga ama ni nini. Hiyo ni spirit ambayo iko ndani ya mtu ambaye hana inner conscious, na dhambi ambayo anafanya inajaa ujinga mwingi sana. Hii nyingine. Naona mtu amekaa na mwanamke kwa gari na ni mama tu. Unamtamani kiwango ya kwamba hata huwezi pata nafasi ya kuangalia jambo lingine, unataka tu kumuona. That desire, hiyo tamaa mingi, hiyo ni spirit ya ubwa. Unaingia kwa mtu umeona vile amebarikiwa na Mwenyezi Mungu, ako na hii kizuri kazuri haka, mpaka unasikia uivu. Ubwa inapata ubwa ingine ikikura, ufu inapata ufu ingine ikikura. Ikienda pale inaenda inatoa fujo.
inataka kunyakua ile kitu iende naye kule yote. That spirit, cunning spirit, ni tutaita cunning ama foolish spirit. Mnazaliwa mkiwa wengi, mmoja wenu anatajirika, badala mumuombee maombi mzuri, saa zile tu unasikia tu akitajwa, ni kuligaga analigaga. Hayo ni maspiriti yako ndani. Na hayo ndio yanasababisha Mwenyezi Mungu Kristo aongee kuhusu umbwa na shakura na and then muambie wao siku 3 niko hapa. Which spirit are you fighting that is in you? Anyway, brethren, acha nimalize hiyo. Wewe angalia ile spirit iko ndani yako. Kuna mwingine anaweza ingia tu, unaingia tu kwa nyumba, unapata tu kitu mzuri, maybe ni karamu, unachukua tu na unaenda naye. Just imagine. Unaingia kwa hoteli, unaletewa, unapata kadish kamejaa shukari. Uko na kakitu unaweka hiyo shukari yote. Sasa wewe nitakuita umbwa spirit ama nitakuita ufu. Wewe ni kitu gani? Unajua kuna mambo mengine watu wanafanya. Unaingia kwa nyumba ya mtu, anakupea tu mnalala na yeye siku moja. Na ni mama, tuseme tu ni dada tu amekuja kukutembelea, mlikuwa mnasoma na yeye. Wakati anaondoka, anatafuta sile tuguo twako twa ndani tuzuri anabeba kama tuwili. Ama unapata bra imeibiwa na ni mtu amekuja kulala kwako. Mtu amelala kwako tu. Anakuomba, anakuambia, nipatie hizi nguo nifae leo niende nifanye sijui interview ama niende nifanye nini. Sasa badala akurudishie nguo zako, anaenda baada ya siku fulani anakuja anakuambia, na nguo zangu zigali ziko hapa, na hajarudisha zako. Alafu anazibeba. Sasa hii ni wizi ama ni ujinga? Alafu mjue maandiko imekataa na muende mkaguo kuvaliana maguo. Mimi sijaruhusiwa na maandiko ati nitoe hii koti nipee mtu mwingine aende avae. Maandiko inakataa kuvaliana nguo. Nguo zako ziwe ni zako. Mpaka kwa watoto wako. Usiwe ati hii nguo inavaliwa na huyu na huyu, ati uko na wasichana 3 wote wanabadilishana maguo. Ati huyu anafaa huyu ana hivyo. Maandiko imekataa kuvaliana maguo. Na hii maandiko imekataza wewe ambaye umepewa utajiri na Mwenyezi Mungu, nguo zako kuraruka zikiwa kwa mwili yako. So the moment unaona shati yako ama blouse imeanza kuraruka ukiwa umepewa utajiri na Mwenyezi Mungu, maandiko inakukataza kuvaa nguo ambayo imeraruka ikiwa umebarikiwa. In fact inasema usiruhusu hiyo nguo irarukie mikononi mwako ukiona imeanza kuzeeka. Usivae nguo imeraruka ikiwa umebarikiwa na Mungu. Hiyo ni maandiko. Na mnauliza enda ukagugu. Haufai kuvaa nguo, hamfai ati sisi tumekodisha nyumba tunakaaga tukiwa wasichana 2 na huwa tunashare maguo. Maandiko imekataza hiyo. Even kwa watoto wako. Zile nguo unavalisha huyu mtoto ni kijana hata kama anatoshana, isiwe ya kuvaliwa na huyu mwingine. Mimi sijui maana ya hii na sijui kwa nini Mwenyezi Mungu anakataza. Sijui. Msiniulize maswali mingi. Sio ni Old Testament, sio ni New Testament. Kristo akasema hii mpya imekuja kuweka ile old nguvu. Wow. Sikia ni nini? Na nitaongea na wale watu anajua Kristo. Unajua tukiwa tumeokoka tunakaaga kama fanatic. Niwaambie hivi. Ukienda kwa daktari ukiwa mgonjwa, akikupea dawa usifuatanishe ukunywe mpaka umalize kama yeye ni mgonjwa. Hata kama yeye ni mhubiri amemwagiwa mafuta ya aina gani. Kuna mhubiri amekufa hapa kwetu akiwa very young. Lakini the issue is alikuwa na pressure. Anaenda kwa daktari. Daktari anamwambia hii shida yako ya pressure inakubidi uwe unameza hiyo dawa ya pressure kila siku. Unajua Mwenyezi Mungu anasema hapendi mjinga.
ukielezewa na daktari, Kristo akasema wakati moja, si yule mtu mgonjwa ndiye anaenda kuona daktari. Kristo wakati moja akatema mate chini kwa mchanga. Akatengeneza matope na mate, alafu akapaka mtu kwa macho hivi. Akamwambia nenda uoge. Akti ya Yesu Kristo kutema mate chini na kuguza mtu macho naye si ni dawa. Sasa mhubiri ako na pressure. Alafu anaelezewa na daktari, this is a must. Uwe unameza dawa ya pressure every day moja. Unajua ukitumia hiyo dawa ya pressure kwa muda, hiyo pressure huwa inarudi normal, unafikiri umepona. Sasa unaamuka ukiwa uko sawa na hauna hiyo kama mashini ili ujiangalie pressure yako iko namna gani. Sasa huyo ni particular anajaribu kushawishiwa na driver. Mhubiri, hizi dawa za pressure please fuatanisha, maana daktari alikuelezea hii pressure mpaka kama utatibiwa ile ugonjwa inasababisha hiyo pressure uwe naye. Maybe ukitibiwa huo ugonjwa labda na upone, labda hiyo pressure itaisha. Lakini kama wewe ni ule umeshikwa na pressure na haiishi, daktari akikwambia ni lazima ukunywe dawa ya pressure maisha yako yote, there is no alternative. How do you see? Juu mimi ni mhubiri na nimeelezewa na daktari nifuatanishe dawa ya pressure ninakataa. Sasa ona hii, all of a sudden ile pressure inapanda. Alafu ukiona kama ni mchezo, hauna hata dawa moja ya pressure kwa nyumba. Hakuna chemist imefunguliwa, pressure imepanda, unajifanya kichwa gumu, unasema asubuhi utaenda hospitali. Na ile pressure sasa ikipanda hivi iende akina 170 something. Kuna wakati moja mtu ambaye ninajua alienda akapimwa akawa na 200 na hiyo ya chini ikawa 110. Ikipanda hivyo ndio hiyo inasababisha hii mchipa hapa nyuma iume na kishwa. Sasa juu ya kupiga roho, kupiga damu kwa nguvu, inaenda inapasua kapilari zingine za kishwa, zina crack, zinamwaga damu kwa akili. You automatically die. Sasa inywe daktari akikwambia wewe uko na pressure ukunywe dawa ya pressure, washa kujifanya ati useme hukunywi. Kunywa dawa. Just imagine hiyo tablet inatokaga 25 shillings. You are so rich, you drive a V8 dawa ya shilingi 25. Ukihesabu siku 10 ni 220 na 50, na kwingine ukinunua wholesale unauzwa mpaka 15 bob. Lakini daktari anakuambia lazima hizi madawa ukunywe. All of a sudden ndio hiyo imepanda, stroke inakupata na unaenda bila kutimiza ile kazi ulikuwa umepewa na Mwenyezi Mungu because ya mchezo. Someone senior like TB Joshua, ukisikia maneno ambayo yanatokea hapa chini, sijui ni ugonjwa alikuwa naye ama ni nini, hiyo ambayo inasababisha umeze dawa kila siku. Daktari akikwambia uko na sukari na unafaa kumeza dawa kila siku, imeze ukufi. Leo hii tunaongea na wewe, watu wengi wako na AIDS na hawapigi kelele. Wako na AIDS, wamejua habari ya kukula Weetabix, junaye Weetabix inaenda inashukuriwa na mwili vizuri, mwili imekuwa mzuri. Sasa wewe unaelezewa ununue dawa tu umeze 1 tablet daily, ile tu utajiandikia, ikifika tu saa 3 ya usiku ninaimeza. Mimi nimekuwa na hiyo shida ya kubreathe na ninafaa kutumia either Frano ama hiyo PDL. Daktari akaniadvise, akaniambia hapana, PDL si mzuri, na dawa ambayo inaitwa hiyo ingine inaitwa Frano si mzuri. Lakini sikia hii, mimi ndiye ninajijua. Ninajua vile huwa ninasikia wakati kifua inaniletea shida. Na ndio hiyo sasa imenisumbua mpaka saa hii ninakunywa dawa. Saa hii sisikii ushungu, lakini haijaisha vizuri kwa mwili. Juu ilikuwa imeingia mapafu yangu na nyuma ndani, inashikana na nyama asifu, imeshikana na spinal cord mahali nerves zinatoka.
Sasa wewe unaelezewa na daktari umeze dawa ya 25 shillings daily. You just unaishukua tu na ukiwa umeshiba. Unasema dawa hautakunywa. Sasa unaasha watoto wako na kilio wakati wako hujafika because of ignorance. Kristo anasema akikupenda ama ukiwa umebarikiwa, ana make sure unakaa mpaka unaona watoto wa watoto wako. Sasa umetajirika hata miaka 10 haijaisha. Daktari anakuambia ukunywe dawa moja kila siku ya kulevelize ama ya kucontrol pressure. Na hiyo dawa haijafikisha 30 bob. Na unaenda na V8. Out of joking. Unaona hukunywi, unajifanya tu. Unajua sisi tumeokoka tunakuaga fanatic wa mambo mengine. Kristo atanitendea. Kristo amenitendea. Kama faith yako haijafika huku, that's another case. Hiyo ni jambo moja. Na hii haiko sana na wale watu ambao hawajui Mungu. Wale ambao tunasema tunamjua, tunakuwa very ignorant sana na daktari akikwambia jambo. Unakataa. Angalia hali na AIDS. Ilikuja hapa, ARVs kakuja. Sasa ni vigumu sana usikie mtu akikwambia ako na AIDS ustuke, hata hao hawastuki. Juu walikubali kukunywa madawa. Kama mtoto wa miaka 5, miaka 10, miaka 15 anaelezewa na daktari fuatanisha hizi madawa na uwe unakula juu uko na shida fulani. Mtoto ndiye anakuuliza mami wapi dawa. You are for 30 years unaelezewa na daktari uwe unameza dawa kila siku moja. Na yeye unajifanya hata mtoto habehave hivyo. Sasa ukikufa kwa sababu ya kukataa kumeza hiyo dawa, tutasema umejiua ama kifo yako imefika. Hiyo basi ikapitia huu mji wetu wa Kayole na imebeba huyo mhubiri mmoja, wawili. Maana kuna mwingine mama alikufa hapa. Huyu naye pastor ni mama. Brethren, sisi tumeokoka na sana sana ma DJ, ma MCA, gospel singers, preachers. Wewe unajua unasimamaka katikati ya watu na wewe ni celeb. Ukienda mahali lazima uongee. Jihadhari sana na microphone. Microphone, na ninaonaga hii na ninaogopa. Mtu anamaliza kuongea na microphone, mwenye kusanitize anakuja tu anaivaa mara 2. Na sheria inasema namna gani? Ukijipaka sabuni ufanye tuasimu hii ni sabuni nimeweka kwa mkono yangu. Ni maji tu nimeweka hii. Ufanye namna hii. Hivyo sabuni hivyo mpaka nyuma. At least for 1 minute hivyo. Sasa niulize kwa nini hamtakufa na mkisema mnajua. COVID iko juu. Ingine imetoka South Africa. Hii ni microphone. Huna mask. Tunalinga sana. Umepewa microphone. Mwenye kusanitize imefanya tu na ile dawa mara 2 na ile kitu iko hapo ni sponge. Hata haijamaliza dakika 1 unachukua na unaanza kuogea. Sheria inasema ili hizo zikufe na hiyo sabuni ama na hiyo sanitizer ambayo tunatumia, lazima itiki 1 minute. Sasa ninaona mnaenda sherehe. Sasa tunataka kuita mtu akuje ashukuru, maana harusi ndio inaenda kufika mwisho. Unapewa microphone imeongea na watu wote ambao wamekuwa katika hiyo event wale waliongea. Mwenye kusanitize anaifanya alafu unaishukua. Let me advise you. Wewe ambaye unajua ni celeb, wewe ambaye wewe ni mhubiri, wewe unajua ukienda mahali most of the time lazima uitwe. Kuna huto tu spoji unaonaga tunawekwa pale juu ya microphone. Tukiwa 4 sijui tukiwa 5 tunatokaga less than 1000. Tukiwa 4 tukiwa 5 tunapakiwa. It is advisable my brother, kama wewe unajua wewe ni mtu ukienda katikati ya watu wakikuona tu lazima wakupee, ununue hitu tu spoji. Wakati umepewa hiyo microphone, mwenye kuisanitize maana haimalizagi dakika 1, akisanitize unamuonyesha, unamwambia toa, unaweka yako. Ukimaliza kuongea unaishukua, unaweka kwa mfuko, yule anarudisha yake.
Brethren, out of ignorance, many people wamekufa kwa sababu ya COVID ni kucheza na microphone. Sasa sijui mwataka Yesu atoke mbinguni akuje awaambie. Mnaambiwa mfae mask, mtu anacheza tu. Just imagine, we are over 40 million in our country. Wale ambao wameshukua chanjo hawajafika milioni 7. Na everyone in the street anaenda bila mask akijua ati ugonjwa hakuna juu watu walipigwa shindano na wewe hujapigwa, alafu unaenda tu bila mask unafikiri ugonjwa haitakushika. Itakumaliza. So you are a celeb. Wakati unaenda, ukifika mahali umeona umepewa, please beba hiyo kaspoju ujiwekee kwa mfuko. Ukimaliza kuongea naye, enda polepole mpaka mahali kumewekwa maji. Juu inaweza kuwa na hizo bakteria kutoka upande wa ndani ama hizo virus. Ushukue sabuni uioshe, alafu uifinye iishe maji. Shika na handkerchief urudishe kwa mfuko yako. Usiwashe. Msiwe rules kwa mambo ingine ambayo inamaliza watu. Na ujue, ikiwa ni issue na mapafu, ikiingia maji, direct hiyo inakuwa ni shida kutoka. Brethren, kama wewe unajua ni mmoja wa ambao wa maseleb, mtu ambaye ukienda lazima upewe microphone. Wewe ni mtu ambaye unataka ukienda kanisani unajua unapenda kutoa ushuhuda. Ingia kwa duka, nunua hizo tu spoje. Tunauzago tukiwa sijui 4 na ni less than 1000. Wakati unajua unatoka hivi na unaenda kanisa na unajua maybe nitatoa ushuhuda ama nitaongea mahali fulani, jibebee hako kakitu. Ukipewa microphone, ambia mwenye kusanitize atoe hiyo kakitu abaki naye sanitize vizuri. Wewe uweke yako. Ukimaliza naye utoe urudishie yule arudishe ile. Jiangalieni. Mhubiri mama amekufa karibu na mimi hapa. Ameasha kanisa. Na alipokufa aligojeka tu kimchezo. Na ugonjwa huu ulianza tu na microphone kanisani. Na yeye ni pastor. Well, you are ignorant by choice. Naye Mwenyezi Mungu hapendi mtu ignorant na hapendi mtu mjinga. So jibebee hiyo. Wakati unaenda kutoa ushuhuda, enda na hiyo. Na niseme hii, kuna hii tunaita first na second world. There is nowhere in the Bible ambayo inasema marriage ni contract. Marriage is not contract. Marriage ndio ile kitu ya muhimu Mwenyezi Mungu alipea mwanadamu. Anakutolea mtu bali na anatoa mwingine bali, anawashikanisha. Anasababisha muwe mnafanya kitu ambayo hauwezi fanya na mama yako ama na baba yako. Institution ya marriage Mwenyezi Mungu anasema iheshimiwe. Na anaipeana kwa watu ambao hawajaokoka na wale wameokoka. Yule aliwaambia marriage ni contract. Sijui, hebu jaribu kugugu kulingana na maelewa, kuelewa na kusoma kwako. Uniambie ambaye alikuletea kukuelezea marriage inafaa kuwa contract. Uniambie kama alikuwa na umungu. Marriage ililetwa na Mwenyezi Mungu na yeye ndiye mwanzilishi. Na akaibariki kati ya wazazi wawili, Adam and Eve. Mahali ilikuja ikawa contract ati tunawana na yeye tunazaa watoto 10 alafu tunawashana. Tuambieni ni wapi imeandikwa kwa maandiko. Maana we go according to scripture. Na maana sisi tuko third world. First world na second world watuambie. Ili jambo la marriage kuwa contract ilitoka wapi? It is evil. Kuharibu plans za Mwenyezi Mungu. It is evil. Kuharibu mambo ambayo Mwenyezi Mungu anasema hii ndio ninataka liwe. Na unaiharibu kwa sababu ya mapenzi ya mapendo na upendo wa mwili yako. Brethren, and if you are a woman,
umeolewa na mzee ambaye ako na bibi mwingine, kaeni mkiwa nyote wawili, hata kama ni watatu, bora tu mzee asiwe mhubiri. It is ungodly kusema uashane na bwana yako maana sijui anakunywa pombe, maana sijui ameoa bibi mwingine, nataka Mungu anipee mwanamke bwana mwingine. Hakuna, hautapewa na hautapata, na ukipata huyo ni wa kujitafutia. Well, marriage sio contract. Ilianzishwa na Mwenyezi Mungu na anaiheshimu. Angalia jambo hili. Wakati wa Ayubu, Mwenyezi Mungu aliashiria shetani akaua mpaka watoto. Lakini Mwenyezi Mungu alikataa bibi aende. Na huyu bibi tu ndiye anaambia Ayubu, si umtukane tikate. Durumega yukue. Tukana Mungu ukufe. Na nafikiri huyo bibi wa Ayubu, wana ni kuona kwangu tukufikiria. Juu labda wakati alimuona hapo kwa akiwa amekaa kwa dustbin, tufikirie tu bibi Ayubu alikuwa ametoka akaenda supermarket hiyo iko hapo karibu na kwao kununua mkate ya asubuhi na maziwa. Sasa wakati wa kurudi, nikufikiria tu. Wakati wa kurudi kabla hajafika kwa geti akaona yule bwanake akiwa amekaa kwa dustbin. Alimwambia mzee, man, kwa nini mwanaume si umtukane huyu Mungu tukufe? Marriage sio contract. Watoto ni inheritance kutoka kwa Mwenyezi Mungu. So, wewe oa na muandikanie mpaka ofisi ya juu kabisa, mkisemaga ni contract. That is evil. It is not godly. It is demonic. And there is no way utaniambia wewe utakubali gay iwe katika institution ya Mwenyezi Mungu ama kwa kanisa uniambie unaenda mbinguni. No. Ready? Kama hiyo ndio inaweza sababisha mimi nikae Kenya miaka yote mpaka nikufe, na iwe. Lakini mimi siwezi support gay. Siwezi nikasupport ati marriage iwe ni contract. No. Ati tunawana na wewe unisalie watoto wawili alafu tuashane uniashie watoto. Umbwa na ng'ombe na mbuzi ndio unasikiaga ati niko na dume, ati dume ya mzee fulani inakuaga ndio mkubwa, nataka niwe na mbegu. Alafu sasa sisi tunatoka na ng'ombe yetu ya kike tunapeleka kwa akina fulani maana huyo ndiye yako na dume mzuri. Human being, that is evil. Na juu hivyo ndivyo mnafanya. Wewe unachukua mwanamke unalala na yeye akuzalie. Unajifanya kama ng'ombe. Ng'ombe na busi na punda na wanyama ndio wanafanywa namna hiyo. Na kuna wengine ambao ni tricky ama ni werefu, hawezi fanya jambo hiyo. Maana nyonde ukiipatia tu nyonde ingine tu zinaendaga kapu, especially pigeon. Kama pigeon zinaheshimu utaratibu wa Mungu, pigeon zinakuaga kapu, na moja ikikufa hiyo ingine haipatagi. Na pigeon inatoaga tu mayai mawili kilalia, na inatoka kike na kiume. Gumu sana upate imetoa kike mbili. Hizo zimetoka namna hiyo zinakuaga kapu mpaka ziishe. Kama pigeon zinatii amri ya Mwenyezi Mungu, wewe ndio umepewa akili na Mwenyezi Mungu na akakwambia utawale na ulinde dunia na uwe kiongozi. Alafu unachukua mwanamke mnalala na yeye anakuzalia, alafu unasema ni contract. What's the difference between you and a bull? What's the difference? What tofauti ni nini? Ng'ombe na wewe tofauti ni nini? I don't abuse you, but revisit the law. Revisit again. Na uone vizuri ama tunaenda mbele ama hatuendi. First and second world, nyinyi ndio mmetuletea mambo mingi ya aina hii.
na in fact inatuletea shida. Maana ndio inaharibu system ya Mwenyezi Mungu. Naye Mwenyezi Mungu akiwa mbinguni, unazalisha mama, unamfanya kama ng'ombe kike, wewe umemdume, unazaa watoto, unabaki na yeye. Sasa wewe ndio unafaa kwenda na watoto ama anafaa kwenda na ng'ombe kike ili wanyonye? Wewe unataka uzaliwe na mama alafu unamfukuza, unabaki na watoto. For what? Hii legacy, hii generation mnaanza inaenda wapi? Sodom na Gomora walianza tu kimchezo. Wakaenda na wanawake na wanaume, wakaenda na wanawake. Wakazidi sana, wakaona wanaume kwa wanaume. Sodom na Gomora ilishomwa juu ya hiyo. Fikiria siku ya leo zile mambo inatendeka nchi ambayo huko. Mwenyezi Mungu akiamua afanye kama vile alifanya Sodom na Gomora, unaona kama huo mji wenu utabaki? Mwenyezi Mungu anajaribu kutunenea na staili zote, na ni kama hatusikii. Hii ni COVID imefanya dunia stand still. Saa hii imetoka ingine, sijui ninasikia imetoka South Africa. Hatujui ni aina gani. Mwenyezi Mungu ananena na sisi twajifanya wajinga. Now yatuhusu the world. You know, ma'am, this is my light. This is my boyfriend. Na ni mwanaume anakuambia namna hiyo, anakuja na kimwanaume kingine. Anyway, sitakataa juu niko na watoto wamefikisha 18 years. Akiamua kufanya kuwa gay, ninamshtaki tu kwa Mungu, namwambia Mwenyezi Mungu niangalilie huyo mtoto. Maana hiyo ni decision ambayo sijamuonyesha mimi. Na iko na mazao, itazaa nyumae. Marriage is not contract. Ilianzishwa na Mwenyezi Mungu, na yeye ndiye atakuja kuifunga duniani. Maana wakati Kristo atarudi, habari ya kuoana na kuoa ndio itaisha. Lakini hizi zenu mnasema sijui. Nisishinde hapo. Priority ya kwanza inakuja kwa mwanaume mbele ya Mwenyezi Mungu, na inakuja kwa mama. Hao ni watu. Alafu inaenda kwa watoto. Baada ya hii watu watatu hawa, malaika anakuaga hapo nyuma. We are more senior than angels in heaven. Hiyo ni maandiko. Maana hata wakati malaika anakuja mbele, tuseme tu malaika ametumwa kwangu. Akikuja tu nifikirie nipige magoti ama nifanye kitu fulani ni mheshimu. Ananiambia I'm a servant, just as you are an angel. Mwanaume kwanza, bibi pili. Ni nini nafaa kufuata hapo? Tuondoe sasa malaika, maana hao wa mbinguni. Kati ya ubwa na mwanaume ni nani anafaa kupewa heshima? Kuna mambo, kuna sheria ambazo tunafaa kurevisit. Na usikae ujidanganya ati nyinyi ndio mko na maendeleo, kwenu kuna mambo mazuri, wakati mmewasha ile system ya Mwenyezi Mungu haiendi vile alikuwa ameamua iendelee. Ni kama kujaribu kubadilisha mtu. Haiwezekani. Now, Biblia yasema hekima yetu ndio tutajimaliza naye. Kuna nchi kadhaa duniani ziko na nuclear bomb. Na for sure, zikiamkania hivi zianze kusubuana, utaona inakaribia dunia mwisho. Maana nuclear is very dangerous, inaharibu oxygen. Tunaenda wapi? Nauliza tu, where are we going? Anyway, God bless you. God bless you. Tumeomba na mtu mmoja hapa, sijui kama wiki mbili hivi zimeisha, akaniambia, mtoto wangu ndiye anakujaga mwisho kwa masomo. Tuliomba naye na akafanya mtihani akapita zote. Mambo ni mingi Mwenyezi Mungu anafanya kupitia
wale ambao wako na imani. Nitasema hii. Hapa nitaongea na watu wa Central Province. Hizi dini ambazo zimeanza kuinuka za akina babu zetu, ati mnataka kutairisha wanawake ili wawe watu wazima. The moment Wanaisraeli walienda kutoka Misri, wakaenda pale kwa mto, wakati hawakuona Mungu mzuri na hawakuona Musa, akili zao za kutoka Misri ziliinuka, wakaanza kukubuka. Na unajua akiwa Misri hawakuwa naabudu hizo vitu, lakini hapa walifanya kama fan, wakaanza kuziabudu, wakatengeneza kang'ombe wakaabudu sanamu. Mahali mnarudi watu wa Central Province, Mount Kenya, mna sanamu ambazo mnajiwekea. Just imagine mtu ako na degree, anafugaga safari, anaenda ushago, ako na buzi 5, sijui kondoo 5, na juu Mkikuyu alikuwa anafaa Kenyasa, na anashukua kale kamuti kakwenda kulisha, anaambia bibi yake amfungulie hizo buzi 5, anaenda kulisha kado ya barabara, maana Mkikuyu alikuwa anafanya namna hiyo. Tulikuwa na Mwongeki hapa, ilikuwa ni grupu ya criminals, na walianza tu namna hiyo. Leo hii ulikuwa na mke moja, umeikia kwa hiyo dini, ukaelezewa kukunywa pombe ni si makosa, na ukaelezewa Mkikuyu anafaa kuwa na bibi 2 ama 3. Alafu sasa ile kitu inanisubua ni hii. Nimeona mzee moja Nyeri, amesoma mkubwa, anaenda kulisha tule tukodoo na ujinga. Alafu moja hizo buzi ikazalia huko akiwa analisha. Sasa alikuja, aliinua kale katoto baada ya kurabarabo na mama, akakaweka hapa kwa mtoto. Kuna ile nyungu sijui ni nini inatokanga ya kushikilia mtoto, inatoka naye anaiweka kwa karatasi, anaibeba akirudi nyumbani na tubuzi, maana kulingana na Ukikuyu inavaa kuzikwa nyumbani. You are educated and you look as if you are not educated. Hizi dini zimeanza kuinuka. Na unajua si moja, ziko tofauti na briefs tofauti. Unajua tunasemanga 70 day. Kuna watu wanaabudu wakati wa 70 day ndio wanaendaga kanisa. Do you know in Kenya kuna dini tofauti za 70 day 17. Maybe wakati huu zimefika 20 different, lakini zinaendaga kanisa Saturday. Hii nayo imeamuka kwa Mount Kenya. Kuna ya Rift Valley, ile ya watu wa Mount Kenya iko Rift Valley, na wale wako Central na wale maybe wako upande mwingine, hawasikizani. Kwa nini? Beliefs ambazo mnarudi kwazo kwake ni zile zimepitwa na wakati. Mzungu alikuja akaona Mwafrika ni hasomagi, hajawahi soma, wakaanza kushukua watoto wanapeleka shuleni ambao wanaona wakiwa erefu, na mkasoma na mkawa madokta, na hapo ni sawa. Civilization ikaja namna hiyo. Sasa nyinyi mnaturudisha mahali Mwenyezi Mungu ametutoa. Niulize kwa nini? Sacrifice ya kushoma buzi ama nyama ilikuwa inafanyika Old Testament, na Yesu Kristo akakuja akaingia kwa pengo. Saa hii mwachinja buzi. In fact, kama hamchinji sijui mwanyonga, sielewi hapo vizuri.
na mnaiweka kwa moto inashomeka ati mnatolea Mwenyezi Mungu sacrifice. Mgani na Mungu huyu ndiye alimtuma Kristo akuje afanye hii kazi yote ishe. Yule Mungu alikuja kutoka Amerika, ndio yule Mungu alikuja hapa. Sasa mkitaka mtu abie mambo ni ya ukweli. Hata akara zimetengenezwa na ile tairi ya gari. Msivae, tebeeni miguu. Haro. Tebeeni miguu, mvae kinyasa na msifae akina majacket. Mkae vile Wakikuyu walikuwa anafaa gozi, mvae gozi. Msiendeshe magari ya bei kali, mtembee miguu tu atabue. Maana hiyo dini ilikuwa namna hiyo. Sasa mko civilized. Unataka kuniambia wewe juu ati umeshija kondoo alafu umetengenezewa ile kofia. Ile kofia ya gozi ya kondoo unajifika kwa kichwa hata haijatengenezwa. This is foolishness. It is not godly. Mungiki walikuja hapa. Walikuwa wanaingia kwa nyumba ya mtu akiona bibi yako ni mrembo anakuja in name of Mungiki. Wanakuja kwa nyumba yako wakiwa kama 10. Wanakuambia uwaonyeshe mahali utatandika wataramu mmoja wao anataka kulala. Ukienda kuwaonyesha mnaweza lala hapa, anasema hapana. Ninaenda kulala kwa ile kitanda huo unalala. Juni wengi kwa nyumba na wamekuja na Mungiki style, wanakushika. Pale mmoja anaenda analala kwa nyumba na kwa kitanda na bibi yako. Hiyo ndio lifestyle tulikuwa nayo ya Mungiki. Leo hii ni nyinyi mmeanza kusema wamama watairishwe. Kwa nini Mwenyezi Mungu hakuambia Abraham ataarisha wanawake? Hii ilitoka wapi? Hata mashamba ambayo mko naye simpatiane muende mrudi kwa kijiji moja, shamba moja muifanye kijiji mkae vile Wakikuyu walikuwa wanafaa wanakaa. Na mnadea kuonyeshana itikadi nyingine zimepitwa na wakati. Tumekuwa hapa na watu wa hii grupu. Zimekuja zaidi ya grupu 6 na Kenya tumeziona na zimekuja zimeenda. Msifae maguo, usiende kwa duka ununue nguo ambayo hiyo mnaenda mnashonesha inakuwa smart. Vaeni nguo za gozi. Na zile gozi ambazo hazijapelekwa kwa tannery itengenezwe. Na mtembee miguu. Mnachinja buzi, alafu mnaita daktari anakuja kuiangalia kama iko na ugonjwa. Wakikuyu wale walikuwa wanachinja buzi hawakuwa wanaangalia kama iko na ugonjwa. Asheni. This is foolishness. Na hapo hiyo mambo mnafanya ndio inatusababisha Mwenyezi Mungu atunyang'anye uongozi. Hakuna kitu kingine. In fact, ngoja uone. Tuna Ruto na Raila. Tuone wataweka running mate mgani. Akiwekwa Mkikuyu kati ya hawa wawili, Raila na Ruto. Waweke Mkikuyu running mate. Ngoja tuone kama itawezekana. Kristo anadiru na sisi life kwa sababu ya kuinua zile dini ambazo zimepitwa na wakati na hasikuwa zinafuata umungu. Kana hivyo mnafanya ni vile Israeli walifanya walipofika pale wakatengeneza Kadama. Hiyo ndio ilianza kifo ya watu wote. Hii naye mnaturudisha hii. Sikatai kwa Mkikuyu wa kawaida. Kuna ile kutua buzi za kawaida zile 3. Kikuyu kulingana na Kikuyu ziko. Lakini hizi zenu mmepitisha sana. Usifikiria hatujajaribu kuingia tuone kama itawezekana ukiwa Mkristo na ukiwa Mkikuyu kama itapelekana. Hasipelekani hata kidogo. The moment unaambia mtu now tunaenda hapa juzi, jamaa mwingine hapa anataka kwenda kufanya kupeleka rurashio na junua dhai hiyo inaitwa Kikuyu, whichever mnaita hiyo. Anashagiza pesa kwetu hapa Kayolwano hapa ili aende udhoni. Sasa wale ambao wote walikuwa wametoa kila mtu 1,000 2,000 ili wampeleke. Sasa tukawa tunangojea siku ya kwenda katika hiyo udhoni. Angalau tuingie Nisani moja tupeleke ule jamaa. Walijifisha na wakaenda.
Waliporudi tulitaka kujua kwa nini hakutuita. Unajua alijibu namna gani? Udhoni yake haiwezi edwa na watu ambao hawajatahiri. Sasa kwa nini alichukua pesa zetu? Hizi dini mnainuka nazo hizi ndizo zinasababisha Mwenyezi Mungu atuondolee neema yake. Ark of the Covenant ilikuwa inatembea na Wanaisraeli ikiwa na imilindwa na malaika na Mungu akiwa ndani yake. Wakati Yesu ama wakati Mwenyezi Mungu aliona hii haiwezekani, watu hao hawanisikii, akaonelea, akauliza ni nani atajitolea, biguni ikanyamaza. Kristo akasema nitaenda kuokoa mwanadamu. Kristo akaja akakufa mara moja. Hiyo kifo na damu na mwili wa Yesu ndio pengo ikaingia katika pengo hapa. Hizi zingine zote mnainua ni za uongo na hazina umungu. Kama ziko na umungu, Mkikuyu wa ukweli alikuwa anaruhusu bibi yake aende ufanye usharati ije azae mtoto moja. Simtufanyie kama hiyo dini mnafuata ni ya ukweli, mnataka kufufua. Na Wakikuyu wa ukweli wa hiyo mnataka kufuata walikuwa anaruhusu watoto wao, walikuwa anaruhusu, in fact walikuwa anaruhusu mabibi zao walale na mmoja wa marafiki zao ili azae mtoto kutoka ije, ili kikikuja kama kurogwa wote hawatakufa hako katabaki. Simuitane sherehe mseme tunaenda na mabibi zetu na tunaenda kubadilishana. Kama hiyo dini mnataka kuturudisha ni ya ukweli, itanani sherehe na mlete kwa runinga. Wewe ubebe bibi yako na huyo mwingine alete bibi yake, yule mlieoji moja na yeye ungoshukue bibi yake ulale na yeye ashukue bibi yako alale na yeye, na iwe rim right. Hivyo Wakikuyu walikuwa wanafanya hivyo. Semeni ni uongo. Fanyeni hiyo tuwatabue. Mnatusumbua. Wakati Mkikuyu ndiye mtu alikaribisha missionary nchini Kenya kwa njia mzuri. Na tukabarikiwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alitubariki kwa sababu ya kukubali missionary na tukawapea sehemu zote mzuri. Wakaba walipeleka missionary kwa milima. Mahali pote kuna milima kukafu, wanaingiza hapo. Mombasa, missionary walipoingia Mombasa, walishikwa na watu wa coast wote walizikwa wakiwa hai. Sasa nataka uniambie tofauti ya spirit ambao unaona inafanya kazi Mombasa na ile inafanya kazi Ukabani kwa Kabarad. Missionary walipewa kwa mlima juu. Watu wa Central Province ndio walikaribisha missionary wakampatia wao mpaka manyumbani. Mahali kuna shamba mzuri. Na Mungu akafurahi, akabariki Central Province. Sasa mmeanza kuinuka na itikadi. Sasa nyinyi ni Wakikuyu. Kuna mtu alikuwa anaitwa Mugo wa Kefiru. Alitabiri akasema uongozi utatoka kwa kabila kubwa, ukuja kwa kabila dogo, na kisha urudi kwa kabila kubwa ukae kabla hujatoka. Mimi naona kukaa hiyo ni kama hakujafika. Mungu atusaidie tu hapa. Dhambi zetu ndizo zitasababisha hii kiti isirudi Central. Na moja ya zile ambazo itafanya hiyo kitu ni hizi dini za akina mababu zetu zinaanza kuinuka. Hizo ndizo zinaleta hii shida yote. Wakorino tulikuwa tunawajua na kupeleka message. Leo hii mnapeleka. Na mlikuwa mnaenda na miguu ama na baiskeli. Leo hii Mwenyezi Mungu hawatumi muende miguu. Anawatuma muende na magari ambayo. Sasa hebu niwaulize. Kuna huyo Mkorino alikufa Limuru pale Mregeti wa Holy Ghost. Baada ya siku 3 kukufa alifufuka na siku ya 3. Wewe najua ni mzee, unajua history vizuri kama yeye ni Mkorino wa original mzee. Wakati huyo mtu alipofufuka akaja akawauliza, Mwenyezi Mungu ameniambia nikuje niwaulize ile kitu mnataka niwape. Mlisema nini?
juu wengine mlikuwako. Ile kitu mliitisha huyo nabii mlipewa na Mwenyezi Mungu zaidi, nyinyi mnakuwa mnaonekana fashion ya Wakorintho wako sawa. Sasa mnatii ambayo Mwenyezi Mungu aliwaahidi ama aliwaagiza muwe mnafanya. Bise na biashara hotefa korogosho. Mnaturudisha kwa dini zingine. It's very awkward. Very awkward. Ukiweka buzi mee kwa gari yako nyuma, ati unaenda kufanya sacrifice kwa sababu wewe unataka uwe Mkikuyu. Ukikaakaa unaambiwa bibi lazima atahiriwe. Ukikaakaa, najua Wakikuyu hawakuwa wanasomesha wanawake. Nyinyi sijui mnaonaje? Si upeleke mtoto wako university tukutabue. Usipeleke mtoto university, huyo wako amepita. Hata kama mnarudi kwa hizo itikadi, msipeleke watoto secondary kama kweli ni huo. Hiyo ndio inasababisha Mwenyezi Mungu atuondokee. Na mnacheka tu wakati mnakula na mnaona kama ni sawa. Mnafikiri ni mchezo. Tulianza hapa na Mungiki. Na ikainuka Mungiki. Nyinyi mnajua ile madhara ilifanywa hapa. Mnajua ile shida tumekuwa nayo kwa sababu ya grupu ya Mungiki. Walikuwa wanaua hofyo. Damu inanuka Central. Ile matendo ambayo yalifanywa na watu wa Mungiki hata haijaisha mbele ya Mwenyezi Mungu. Nyinyi mmeanza kubebana hapa na makado, mnaenda mnaekelea juu ya kuni mnashoma. Maana ya Kristo ilikuwa nini? Na mtuambie mnasoma Biblia gani? Kama mnasoma Old Testament, mko out of fashion. Maana Old Testament imewekwa nguvu na New Testament, na Kristo akasema msitumie tu hiyo. Msisomeshe watoto wenu kufika mahali mmejua hiyo dini ni nzuri. Kama mtoto wako alikuwa study 5, usimlipie shule ya endelee na mbele juu umeingia hiyo dini ya akina mababu. Hawakuwa anasomesha watoto. Mzungu na akiwa amekuja Kenya kama missionary ndio walianza masomo. Msisomeshe. Wewe umeingia kwa hiyo dini, umetoa buzi zote na kubali. Mtoto wako ambaye alikuwa form 1, usimlipie, mwambie akae nyumbani tukutabue. Mshukuane mabibi zenu muende mkafanye ile. Alafu mshukue watoto wenu muwaruhusu wanaenda kufanya kitu ilikuwa inaitwa gweko na Kikuyu. Wasichana na wamama na vijana wanaenda wanaguzana sehemu yote ya kila mwili. Mfanye mpaka hiyo tuwatabue. Na muweke limelight mtuletee mpaka kwa TV. Wacheni mchezo. Wacheni mchezo. No, unajua hapa lazima kieleweke. Uzuri na ubaya. Tunaenda mbele ama tunarudi nyuma? Where are we heading? Mimi naona mtu hospitali Kenyatta amegojeka. System yake ya kuspeleka kutoa show haiwezi jisukuma. Ni tajiri anatolewa kinyezi na nurse msichana anamtoa. Kwa nini Mwenyezi Mungu anaruhusu ugonjwa kama huu ukuje maishani mwako na wewe unasema ni sawa? Ninagojeka ndio ninakubali. Hii na huyu na yule watasema siedi, maana wako na nguvu za kishetani. Naye Mwenyezi Mungu ananiambia, ngoja uone niko na nguvu. Ngojea tu uone. Ameniinua, nilikuwa niende. Sasa mturudishe nyuma na mfanye yale mambo yote yalikuwa yanafanywa na Wakikuyu. Washani tu hii ya kutayarisha wanawake na hii ingine ya kuoa wanawake, ni mna usharati tu, ni mkufanya kuchovya mnataka, si wanawake mnataka. Hata watoto muwatoe kwa shuleni muwaeke nyumbani. Nini? Alafu muache kukaa kwa hiyo luxurious house. Wakikuyu wale wa kawaida walikuwa wanaishi kwa zile tunyumba za nyazi. Mshikane moja, mnaenda kwa shamba moja, mnajenga kijiji mkae huko. Na msiende na magari, mtembee miguu. Mnashindwa na Masai, na Masai ndio wanasemekana wako nyuma. Mnarudi wapi? Wa Masai wako civilized. In fact, ukitaka gari mpya, Land Cruiser mpya, Central Province ni ngumu sana upate. Masai anaenda kwa duka ananunua Land Cruiser mpya ambaye nati zake zimepakwa rangi ya red za miguu. Na mnadea kutuambia, kutuita ati juu hatujatahiri, ati juu hatujatoa buzi. Kulikuwa akina Dr. Joya, akina Okuru.
Nyinyi ni akina nani? Anyway, kama unasikia sijakubariki mahali unasikia hasira yako, hutaki kunisikia tena, funga. Na tukikutana na wewe usinisalimie. For sure. Manyumba tulizokuwa wazee wale wa Kikuyu wa zamani hawa mnataka kuturudisha. Walikuwa wanashiba fiki ingine kwa nyumba. Inaekelewa miti, alafu inawekwa kitu tunaitaga bito. Alafu inaekelewa ngozi ya mbuzi na manyoya. Wakikuyu walikuwa wanakaa namna hiyo. Simturudishe huko. Wewe unataka ununue ile mattress mzuri ya shilingi 12,000. Toeni watoto wenu kwa shule tuwatabue. Kisha kuna hiyo ilikuwa inaitwa mwanamke Mkikuyu alikuwa anaruhusiwa Kikikuyu. Lazima ageenda nje azae mtoto mmoja kutoka nje. Mtoe hizo mabibi zenu nyote mbadilishane na mulete kwa runinga. Iwe ni news tuwatabue. Mnatuletea uchafu. Sorry to say so. Mnatuletea uchafu. Kikuyu la Central Province mnainajisi kabisa. Nyinyi ndio tu wa kwanza. Mnafanya hiyo mambo mchana. Usiku unachukua gari yako mzuri unaenda unatoa mtoto wa mwenyewe kwa university. Unamuingiza kwa room na unampea shilingi 10,000. Na ni yule wewe huwezi penda kuona mtoto wako akifanywa hivyo. Roji mzuri ziko wapi? Si ni Central. Mahali. Anyway. Najua nikisema nimeokoka saa hii utasema sijaokoka. Nimeokoka na ninaenda mbinguni. Mahubiri, maserebu. Washeni mchezo na microphone. Ukielezewa na daktari ukunywe dawa. Kama mtoto wa miaka 10 anaelezewa na daktari, ufuatanishe hizi dawa ukunywe. Mtoto ndiye anaita, "Mam, wapi dawa zangu na sijakunywa?" Unaelezewa dawa ya 25 shillings wewe unakunywa kila siku. Unajifanya tu unasema, sikunywi." Kama hukunywi kufa. Kwani iko nini? Kama mtoto anakubali kulala hospitali atengenezwe atibiwe, anapewa dawa na daktari anakumbusha kila mam, sijakunywa dawa leo, nipatie kabla sijaenda. Wewe unapewa dawa na daktari unasema hukunywi. Kwa nini utakufa? God bless you. I'm Evangelist Martin Ndung'u. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Hiyo ni spirit gani iko ndani yako? Ya wolf ama ya dog? Ya mtoto as per Jesus words, chakula ya watoto. Ama ya huyu mtu mwingine ambaye alikuwa ametumwa kuja kwa Yesu alete ripoti haeleweki. Yesu akamtuma na akawatuma na hiyo ripoti. Hawa watu walikuwa akina nani? Wako hapa haeleweki. Unaona jamaa zingine walikuwa wanahubiri injili wakisema katika jina la Yesu Kristo ambaye anahubiriwa na Paulo, mashetani tokeni muende. Walikuwa wanatoka. Hiyo grupu ya hao watu ambao walirudiwa na shetani ndio gani siku ya leo? Juu iko. Sasa kila mtu watu wote ni wameokoka. God bless you. Tumesoma Isaia kama zaidi umeingia 59 kuanzia 1 mpaka 8. God bless you. Evangelist Martin Ndung'u. Namba ya simu 0721 735 498 and God will bless you. Sasa ninasikika nikikuita unatoa tu ushuhuda.
Namkaribisha mke wangu angalau asalimie watu waone laini. Unajua kama ningelienda naye ako na kipawa kama tu vile niko, si ati hana. Anapigiwa simu na watu wengine, na wengine walikuwa wananitafuta wananikosa, wanampata yeye na wanabarikiwa. Karibu. My wife. I think. How are you? I'm fine. My wife Jane Muthoni atoe ushuhuda na aseme maneno mawili matatu. Karibia. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Kwa majina naitwa Jane Muthoni na nimeokoka na nampenda Yesu kwa sababu ya kunipenda. Nimeambiwa nitoe ushuhuda, lakini jambo la kwanza nitasema ya kwamba Mungu amekuwa mwaminifu, na ningependa tu kuwashukuru kwa vile mmetushikilia. Watu wengi wamepiga simu kumjulia hali mtumishi wa Mungu, na ninashukuru sana kwa sababu sio kawaida. Watu wengine wakiona mambo yameharibika wanaondokea mtu, lakini nyinyi hamkutuondokea, bali mmesimama na sisi, mmesimama na hii familia, na ningependa tu kusema Mungu awabariki sana na awatende mema. Na ninashukuru hata kwa hii nafasi. Nimekuwa nikiitwa ninajipa shughuli, lakini leo nimepatikana. Lakini kwa leo sitasema mengi. Nitasema tu tuishi maisha ya utakatifu. Nimefundishwa kuyaishi hayo maisha na mume wangu, na nimefundishwa hata nami kuhimiza watu kuishi maisha ya utakatifu. Sababu vile ambavyo tu tunaweza kupelekana na Mungu ni tutakapofuata njia zake, na tutakapoishi jinsi ambavyo tunaagizwa na Mungu. Kwa hivyo Mungu awabariki na watende mema. Jane Muthoni, my wife. God bless you. Amen. Thank you.